Yote napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu mwenye rehema kwa kutuwezesha kufika kwenye siku hii muhimu ya kilele cha juma la elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Ni furaha kubwa kwangu kushiriki nanyi katika tukio hili lililosisitiza umuhimu wa elimu katika maisha ya kila Mtanzania bila kujali umri au nafasi katika jamii. Aidha, nimshukuru mkurugenzi wa jiji la Arusha pamoja na kamati ya maandalizi kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu. Nasema asanteni sana. Vile vile, elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ni dhana pana yenye msingi thabiti wa kuendeleza taifa. Baada ya azimio la Arusha la mwaka 1967, Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisisitiza kuwa elimu ni nyenzo ya ukombozi wa taifa. Alieleza wazi kwamba elimu haipaswi kuishia tu katika shule za mfumo rasmi, bali iwe mchakato wa maisha yote ya mtu katika maisha yake ya kawaida. Pia elimu inalenga kuondoa maadui wakuu wa maendeleo ya taifa, ujinga, umaskini na maradhi. Pia Mwalimu aliendelea kusisitiza kwamba kila mtu ana wajibu wa kujifunza na elimu lazima iwe na maana katika maisha ya kila mwananchi. Na haya yote ni kuleta maendeleo na kutuinua kiuchumi katika maisha yetu ya kila siku. Na kauli mbiu yetu ya maadhimisho ya leo ni kukuza kisomo katika dhama za kidijitali kwa maendeleo ya taifa letu. Kauli mbiu hii inaonyesha umuhimu wa teknolojia katika kukuza elimu kwa watu wazima, kuhakikisha kuwa elimu inapatikana kwa urahisi bila vizuizi vya muda wala nafasi. Kupitia njia za kidijitali, jamii inawezesha watu wazima kupata maarifa mapya, ujuzi wa kazi na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii na za kiuchumi. Aidha, njia hizi zinachangia usawa wa kijinsia, kwani wanaume na wanawake wanaweza kushiriki kwa usawa. Hapa tumeona wanawake namna walipokatiza masomo yao katika elimu ya mfumo rasmi, lakini pia niseme si tu wanawake, pia wapo wanaume. Wengi watajiuliza mwanaume anawezaje kukatisha masomo yake? Wa kike tunajua atakatisha aidha kwa ujauzito ama kwa hivyo. Lakini wako pia watoto wa kiume ambao unakuta labda ameugua kwa muda mrefu kiasi kwamba ameshindwa kuhitimisha au kufikia malengo yake, lakini pia wengine wapo changamoto mbalimbali katika jamii. Kwa hiyo elimu hii ya nje ya mfumo rasmi inapelekea wale wote ambao wamekatisha masomo kupata nini? Elimu kwa mfumo huu ambao sio rasmi. Lakini pia halmashauri ya jiji kwa kushirikiana na taasisi ya elimu ya watu wazima imeanzisha darasa la sekondari ambalo linaitwa SEQUIP ambalo lina wanafunzi 110. Lakini vile vile tumshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fursa kwa watoto waliokumbana na changamoto za kukatisha masomo ya shule rasmi na kuendelea na masomo kwa njia badala. Vituo vya elimu vya msingi nje ya mfumo rasmi MEMKWA ni 12 katika wilaya yetu ya Arusha, lakini pia vyenye wanafunzi ni 315. Kituo kimoja cha ufundi kilichopo shule ya msingi Kaloleni ambacho hiki kina wanafunzi 12, lakini pia tunaye hichi cha hapa Levolosi kina wanafunzi 21. Aidha, wanaosoma elimu ya sekondari nje ya mfumo rasmi ni kama ifuatavyo. Tunaye hawa qualifying test QT wako 226, ambako kidato cha 4 wako 1240 na kidato cha 6 PC hawa wako
1735. Lakini pia nisisitize kwa halmashauri ya jiji la Arusha, sambamba na jitihada kubwa ambazo mkiendelea kuzitekeleza, niombe kutenga budget ambayo itaweza kutosha kwa ajili ya hawa watu kupata elimu nje ya mfumo rasmi. Maafisa elimu kata pia kuanzisha madarasa ya watu wazima wasiojua kusoma na kuandika katika kila kata. Maafisa elimu mlioko hapa, nadhani mnanisikia. Zipo baadhi ya kata nafahamu mna hayo madarasa, na wimbi katika wilaya yetu ya Arusha kwa maana wasiojua na kusoma ni wachache. Lakini kwa uchache huo niombe mkurugenzi huko hapa, tuweke msisitizo kuanzisha darasa kwa kila kata, na ifahamike kwa watendaji wote wa kata na mitaa, ili taarifa hii iweze kufika kwa wananchi wetu kwa urahisi. Na tukifanya hivyo, ninaamini hapata kuwa na mtu asiyejua kusoma au hata akitokea ni mgeni. Tumeelewana? Kumekuwa na changamoto chache, lakini pia kumekuwa na upungufu wa walimu ambao wataweza kuwawezesha hawa watu wazima pamoja na hawa ambao wako nje ya mfumo rasmi. Lakini pia kumekuwa na ukosefu wa vifaa vya ufundi na baadhi ya watu wazima kutokujitokeza. Inawezekana hili lipo, lakini mpaka inafikia hatua hawajitokezi, tafsiri yake ni nini? Ni kwamba watu hawa hawana taarifa sahihi ya wapi wanapaswa kwenda. Bila shaka tukiwafikishia taarifa kwa kupitia watendaji wa kata na mitaa na wenye viti, naamini hili halitajitokeza tena. Lakini kwa kumalizia, pia napenda kusisitiza kwamba elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ni chachu ya maendeleo ya taifa letu. Tushirikiane kuhakikisha kila mwananchi anapata fursa ya kujifunza, kuondoa ujinga, kuimarisha uchumi na kujenga jamii yenye maarifa na ubunifu. Kwa haya machache, niendelee kushukuru, lakini pia kupitia waandishi wetu wa habari tusaidie kuendelea kufikisha taarifa hii katika jamii yetu, kwa wale wote ambao wamekatisha masomo, kwamba fursa hii ipo na inapatikana katika halmashauri yetu ya wilaya ya jiji la Arusha kupitia shule mbalimbali. Lakini pia niwaombe, tunapopata fursa hii tuitumie vizuri.